Taasisi ya msaada wa kisheria ya Everlasting Legal Aid Foundation ya jijini Dar es Salaam imewataka wasimamizi wa sheria, wananchi pamoja na wanasheria kuhakikisha wanatimiza majukumu yao ya kisheria na kikatiba katika kuhakikisha haki na wajibu wa kisheria na kikatiba vinaendelea kuheshimiwa ili mhimili wa sheria yaani mahakama itimize wajibu wake. Tupate taarifa zaidi na mwanahabari wetu Hamis Suleiman. Fahamu kwamba msingi wa amani duniani kote ni haki. Kunapokuwa hakuna haki, amani ya kweli haiwezi kuwa ya kudumu. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa taasisi hiyo Dr. Hamisi Masudi wakati alipozungumza na waandishi wa habari kutoa ufafanuzi wa mambo mbalimbali ya kisheria yaliyojitokeza katika sakata linalowakabili baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa ikiwemo Chadema. Katika dhana ya usimamizi wa amani hakuna ubishi. Kachelo yoyote, yani detective huyo, askari kanzu, officer yoyote wa jeshi lolote, iwe polisi, iwe JWTZ, ambayo amekwenda mafunzo, unaposema nitatalisha amani, hataki kukuruhusu hata watu watano kupiga mbele, kwa sababu ni lazima azuie kabla ya jambo kutokea. Lakini sheria inakutaka kwamba akifanya tukuchukue, tukukamata, tukushtaki. Sasa huyu jambo lake la kwanza anataka kuzuia kile kitu kisitokee, kwa sababu hayo ndo mafunzo yao, kwamba mtu unapoona na viashiria vya kuvunja amani, chukua tu haraka sana. Hiyo ndo dhana ya usimamizi wa amani, ulinzi wa amani, yani tahadhari kabla ya hatari. Kwa hiyo unaona kuna wengine wanaweza kukamatwa, kama unavyoona wengine wamesema wamekamatwa, wamezungushwa, lakini labda kosa limeweza kuwa limetokea, labda kama hawakufunguliwa jarada la uchunguzi au kuweza kufunguliwa kesi aina yote, kwamba sasa unanikamataje na nizungushaje na niachiaje, mimi ni mhalifu au vipi? Aidha, Masudi pia akatoa rai kwa viongozi wa dini kuhakikisha wanasimama katika misingi yao na kuacha kuingilia mambo ya kisiasa ambayo yanaweza kuwagawa na kuleta mipasuko katika jamii. Tupo katika mjadala ya umma, lakini je, ile mjadala ya umma tusitengeleze zana za udini. Tutoe maoni kwa sababu ya kujenga taifa moja lenye umoja na mshikamano. Viongozi wetu wa dini waliunda hizi kamati za amani ambazo zilijumuisha mashehe, hawa wenye Wakristo pia vile vile, mapadri, maaskofu katika zile kamati zao. Sina hakika kama na wale ambao wana dini, nani religious, kama na wao wamo katika hizo kamati. Sina hakika sana. Maana lengo ni nini? Inapotokea mjadala kama hii ya umma, kuna jambo liko sawa sawa, tunakaa kwa pamoja, tunaangalia, je, hichi kitu kiko sawa sawa? Tunazungumza vipi na serikali katika jambo hili? Hekima yake ni nini, bila kuleta mkanganyiko katika jamii? Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Naam, shukran Hamis Suleiman. Kwa mara nyingine tena, serikali imewataka watumishi katika ofisi ya taifa ya takwimu